walianguka katika biashara zao, kwa sababu walipopanda kiburi kiliota. Na kwa kawaida kiburi kinapoota tu, kuna nyundo ya Mungu inashuka kukiponda, iwe ni kwenye cheo, iwe ni kwenye biashara. Sina maana wote walioanguka katika biashara au katika vyeo walikuwa na viburi, hapana. Kuna wengine walianguka sio kwa kuanguka, ila ni kwa Mungu kuwaondoa ili akawatengeneze tena kwa ajili ya kitu kingine bora zaidi. Huo sio kuanguka, ila ni kubadilishwa tu eneo. Hilo lizingatie sana. Kwa hiyo sije ukaanza kunyosha vidole kwa watu. Turudi katika Mwaebrania, anasemaje? Neno la Kiebrania ramu au ramut lina maana kuinuka kupita kiwango, kutafuta nafasi ya juu kuliko uliopangwa, kuamini kuwa mtu ana thamani inayozidi wengine, au kutaka kujithibitisha kama mtu mwenye daraja maalum. Kwa yeyote ambao unanisikiliza, ukiona hii sifa inakuangukia, yani haya maneno ambayo unayasoma, unasikia ndani ya moyo wako kuna kitu Mungu anakusemesha leo, ya kwamba ulikuwa huko hivyo, ndio hicho kiburi kinachoongelewa ambacho Mungu anakichukia. Kwa hiyo ndio unakuta hata wakati mwingine, hata kama ni pale ofisini, meneja na nini, anataka atambuliwe kama meneja, yani kuna namna atafanya tu mpaka muweze kumtambua kwamba yeye ni bosi wa hapa. Hiki ni kitu ambacho Mungu anapokiona anakichukia kabisa. Wale ambao wamefuatilia live Sabato iliyopita, tulikuwa tuna kipindi maalum cha meza ya Bwana au wanaita Lord Supper. Tukawa tunaonyesha jinsi ambavyo katika mfumo wa Biblia na jinsi ambavyo sisi tunafanya ni kwamba kwenye kile kipindi kuna kuoshana miguu. Maana yake ni kutangaza unyenyekevu. Yaani pale unamuosha miguu mtu ambaye hata kwa status ya kibinadamu hakupaswa kukaa meza moja na wewe. Maana yake ni nini? Ni kutangaza ya kwamba mbele za Mungu sisi wote ni kitu kimoja. Hakuna status mbele za Mungu. Hicho ndicho kitu ambacho mtu anatakiwa aweze kukizingatia vizuri kabisa. Hasa ile kitu, meza ya Bwana ni muhimu sana, kwa sababu inavunja pia kiburi, inaponda hicho kiburi ambacho tumekiona hapo. Sasa sikiliza hapa, kiburi kina mchakato wake, hakianzi usiku mmoja. Hebu tuangalie mchakato wa kiburi unavyoanza ndani ya mtu kidogo kidogo, ili na wewe unanisikiliza, ukiona hiyo hali imeanza, unamwomba Mungu haraka sana ili akishughulikie kiburi, maana baada ya kiburi tu kinachofuata ni anguko. Kwa hiyo Mungu akusaidie ili kiburi kisiote. Ndio maana nasema katika vile vitu 7, cha kwanza ni kiburi. Haya, mchakato wake unakuwaje? Namba 1, huanzia na kujilinganisha na watu. Ndio, ni ile hali ya kujilinganisha na watu, yani unajiona, unaanza kuangalia, unadharau watu, unaona yule ni duni. Ni kweli kuna wakati mwingine unaweza ukaona kuna watu wako chini yako katika maendeleo, katika fedha, katika cheo, katika elimu. Sio vibaya kuona hivyo, kama ukiwaona unawahurumia na kutamani kuwainua, hiyo ni sahihi. Lakini kama unawaona hivyo na kuwadharau, hicho ndicho kiburi ambacho kinaleta hatari na Mungu anakichukia. Usimnyanyase mtu yeyote, hata kama ni duni kiasi gani, yuko chini yako wewe. Ujue kwamba Mungu alikupa neema ya kuwa hapo juu ili uweze kuwa baraka kwa wengine. Usidhulumu haki ya mtu yeyote kwa kuona kwamba hata kufanya chochote. Hakikisha kwamba unakuwa ni mtu mnyenyekevu, mtu mwenye upole, mtu unayejali watu wengine. Ni kweli kabisa kuna watu wengine ambao umewazidi kabisa kiuwezo, wako chini yako. Hakikisha kwamba unawatendea haki na kuleta tabasamu katika maisha yao. Nimesema kiburi ni mchakato. Namba 2, hufuata hisia ya kuona mafanikio ya mtu kama haki yake. Yaani unapoona ya kwamba Mungu amekuinua, amekupa pesa kuliko wengine, amekupa cheo kuliko wengine, amekupa gari zuri kuliko watu wengine, unaona kana kwamba ile ni haki yako, ulipaswa uwe hivyo, badala ya kuona neema. Kumbuka nimekuambia kiburi ni mchakato. Ungeona kwamba ni neema, ingekusaidia we kuendelea kuwa mnyenyekevu. Elewa vizuri, hii kitu ni neema. Unaposoma wakati Mungu anapomwambia Musa andike torati yake kuhusu mafanikio ya maisha haya, aliwaambia wana wa Israeli, akawaonya kwamba nanyi mtakapofanikiwa, mkala na kushiba, mkawa na nyumba nzuri, msije mkaanza kusema ni nguvu zenu zilizowapatia utajiri, bali mjue ni Bwana Mungu wenu awapaye utajiri huo. Kwa hiyo uzingatie, Bwana Mungu ndiye anayefanya. Lakini ukiona unaanza kusifia akili zako, unaanza kusifia mambo ya yani ulichokipata, unaanza kujisifia wewe, huo ndio mchakato wa kiburi kinaanza kuota.
Kwa hiyo chukua tahadhari haraka sana usije ukaanguka. Mchakato mwingine wa kiburi, huzaliwa wazo la kujiona bora kuliko wengine. Sasa hii ni tofauti na ile ego. Ile hali ya kujiona ni nzuri, kwa sababu kama huna ego pia utakuwa ni mtu ambaye ni duni pia. Lakini ego ikivuka mpaka, mnakumbuka neno la Kiebrania pale tuliotafsiri kuhusu kiburi ni kujiona kupita, ni kuvuka mpaka. Kama unakumbuka vizuri pale mwanzo tulipoanza, ni kuvuka mpaka. Sasa vivyo hivyo ile hali ya kujiona ego ni nzuri, lakini ikivuka tu mpaka unaingia kwenye kiburi. Kwa hiyo usipojithamini wewe mwenyewe una shida, ukijithamini kupitiliza una shida. Kwa hiyo huzaliwa wazo la kujiona bora kuliko wengine, ndio huua roho ya kusikiliza ushauri. Unaanza kujiona kwamba wewe ni top. Nenda ukaangalia ma CEO wengi wa makampuni walioanguka, ni pale ambapo waligoma kusikiliza ushauri. Yaani mtu anajiona ya kwamba yeye ana akili kuliko watu wengine wote. Sikiliza nikwambie, unanisikiliza hapa, Mungu akusaidie wewe ambaye unasikiliza, maana hili neno ni kwa ajili yako wewe, na Mungu amekuweka hapa ili uweze kusikia. Kila binadamu ana kitu kinaitwa blind spots, maeneo ambayo ni kipofu. Yaani upende usipende, mimi nayeongea na wewe na blind spots zangu. Kuna maeneo ambayo mimi ni kipofu, inabidi mtu mwingine anisaidie kuyaona. Kuna maeneo ambayo hata wewe hapo ulipo ni blind spots zako ambazo lazima ziwepo na mtu mwingine aweze kusaidia. Kwa mtu yeyote ambaye anapinga ushauri, hataki kusikiliza akishauriwa, ina maana ya kwamba anajiona kwamba yeye anajua kila kitu. Ni anguko linalofuata baada ya hapo. Wasikilize watu, pima ushauri, omba hekima ya Mungu, ujue ni cha kufanya. Watu wengi sana wameanguka katika uongozi wao. Walikuwa ni watu bora kwa sababu hawakusikiliza ushauri, kwa sababu ilikuwa yupo katika sehemu ya kwanza ya kiburi kuanza kuota. Ni hatari sana. Sikiliza, hujenga tabia ya kupuuza maonyo ya Mungu. Yaani taratibu ile hali inaanza kuota taratibu, inajenga ile hali ya kupuuza maono ya kimungu, au maonyo, nitumie lugha hii, maonyo ya kimungu. Mungu anatuonya kwa namna nyingi, ana namna nyingi za kutuonya, ziko nyingi sana. Lakini jinsi ambavyo Mungu anatumia hizo namna za kutuonya, kuna kakiburi kanaota. Kale kakiburi kakiota, utaona yakeni kana kwamba, yani huwezi kuona tena ile maonyo ya Mungu ambayo Mungu anakupatia, kwa sababu Mungu anaweza akakuonya kupitia mtu usiyemtarajia. Mungu anaweza kukuonya kupitia mtoto. Mungu anaweza kukuonya kupitia matukio. Mungu anaweza akakuonya kupitia mtu ambaye ulimdharau kabisa. Kwa hiyo ile hali ikishaanza kuota taratibu ya kupuuzia maonyo, kuna vitu kabisa huwezi kuviona, na baada ya hapo ni anguko, maana kiburi kinaota. Hatimaye mtu huanza kujiweka juu ya mamlaka ya Mungu na kiburi kinamwangusha. Methali 16 fungu la 18 anasema, kiburi hutangulia maangamizi, majivuno hutangulia maanguko. Ndio hivyo ndivyo inavyokuwa. Ndio sababu mimi binafsi sifurahii sana, sijajua wewe, lakini Roho Mtakatifu atakusaidia. Sifurahii sana watu ambao wanapenda sana kuonyesha maendeleo yao mitandaoni katika lugha ya ile pride, kiburi. Lakini kuna mwingine anaweza akatumia stori ya maendeleo yake na ubora wake kama njia ya kuonyesha ukuu wa Mungu. Huyu ni tofauti kabisa. Isaya 2:11 anasema, siku yaja ambapo kiburi cha watu kitashushwa, majivuno ya kila mtu yatavunjwa, na Mwenyezi Mungu peke yake atatukuzwa siku hiyo. Ndio kumbe, kama tulivyoona pale juu ya kwamba kiburi lazima kivunjwe, maana haiwezekani nyumba moja ikawa na baba wawili. Haiwezekani. Na haiwezekani ufalme mmoja ukawa na wafalme wawili. Mungu ni mmoja, ndiye mtawala, ndiye bosi wa wote. Natumia neno bosi japokuwa Mungu sio bosi, ni mtawala mwema. Kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5 fungu la 5 anasema, kadhalika nanyi vijana mnapaswa kujiweka chini ya mamlaka ya wazee. Nyinyi nyote mnapaswa kuwa na unyenyekevu, mpate kutumikiana, maana maandiko matakatifu yasema, Mungu huwapinga wenye majivuno, lakini huwajalia neema wanyenyekevu. Hili andiko naomba Roho Mtakatifu akusaidie uweze kulitafakari kwa kina vizuri, na ikiwezekana wewe unanisikiliza, liandike ukalirudie tena, ukalisome tena na tena na tena katika Kiswahili cha kisasa. Wale ambao mnafuatilia kwa Kiingereza, soma katika Good News, utaona jinsi ambavyo hili andiko lina maneno mazito yako ndani yake. Nataka niyarudie tena. Kadhalika nanyi vijana mnapaswa kujiweka chini ya mamlaka ya wazee. Yaani hapa tunaongelea kanisani, tunaongelea kazini, kule kazini kwenu mlipo, naongelea serikalini. Yaani kuna wazee ambao wamekutangulia pale kazini,
Wale wazee kuna hekima wanayo ndani yake, ukijua kutulia vizuri utaichota. Lakini kuna kawaida ya vijana sasa hivi kujiona wao ni wajuaji, wanajua teknolojia kuliko wazee. Mzee hajui chochote kuhusiana na masuala ya kisasa, AI hajui, kwa hiyo unamwona na kumdharau katika hali fulani. Hapana, kubali kujiweka chini ya mamlaka ya wazee. Wana uzoefu hawa, kuna vitu wameviona kabla yako wewe, wape heshima yao. Nyinyi nyote mnapaswa kuwa na unyenyekevu mpate kutumikiana. Naongea na vijana hapa, hajaishia kuwa chini ya mamlaka ya wazee, lakini anarudi kwa vijana wenyewe kwa wenyewe. Anasema ninyi vijana wenyewe kwa wenyewe mwanze kutumikiana. Maana yake ni nini? Una kitu wewe ambacho kitakuwa ni faida kwa mwenzako, na yeye ana kitu ambacho ni faida kwako. Yaani kitu ambacho kinaangusha vijana ni roho ya ushindani, sio roho ya kusaidiana. Unataka uonekane kuwa bora kuliko mwingine, competition. Lakini Mungu amekusudia ya kwamba pale kanisani, pale kazini mlipo, kila mmoja aweze kumtumikia mwenzake. Yaani tukiwa na roho ya kutumikiana na kusaidiana, tukaondoa roho ya mashindano, tutafika pale ambapo Mungu amekusudia tufike. Kwani wanaomalizana maofisini ni akina nani? Ni wenyewe kwa wenyewe, vijana. Anamwona mwenzake anapendekezwa kupanda cheo, anampachika sifa ya uongo, maneno ya uongo, ili aonekane ya kwamba hafai. Na hicho cheo unajikuta nao mwenyewe hukipati, na yeye pia hakipati. Na sheria ya asili inataka wewe uliyemsemea mwenzako maneno mabaya ukamtungia, kama utakavyoona huko mbele, upigwe. Kwa hiyo unaendelea kupiga mark time, unaendelea kubaki pale pale ulipo, na malaana umeyabeba. Wakati ungelisaidia mwenzako huyu akapanda, ungebeba baraka na ungekuja kupanda kwa wakati. Hatutakiwi kushindana, bali tunatakiwa kusaidiana ili tuweze kufika. Kuna mfalme mmoja katika Biblia anaitwa Uzia. Mfalme Uzia alianza vizuri sana, akafanya kazi vizuri kabisa. Alikuwa mnyenyekevu, akamtafuta Mungu na Mungu akampa mafanikio. Lakini alipojiona ana nguvu, alitukuka moyoni, akaingia hekaluni kuchoma uvumba bila ruhusa. Wakati makuhani walipojaribu kumzuia, alikasirika. Hapo hapo ukoma ukampata. Kiburi kilimsukuma kuvuka mipaka ambayo Mungu aliweka. Sijui umesikia stori ya Uzia vizuri, utaisoma kwa muda wako. Uzia alianza kazi vizuri, Mungu akamfanikisha, maana alikuwa mnyenyekevu, alikuwa mtu wa Mungu. Mafanikio alipoyaona, akajiona yeye ndio yeye. Unakumbuka hapa mwanzoni kwenye kitabu cha Petro nimeelezea kwamba hatutakiwi kushindana, bali natakiwa kila mmoja amtumikie mwenzake. Kuna kitu ambacho mwenzako anacho wewe huna, kwa hiyo msaidie. Ni kusaidiana. Uko pale kazini, kuna kazi unajua kuifanya, mwenzako amepewa kazi na bosi, hawezi kuifanya, unamwona anahangaika, msaidie. Acha ile ya kusema nikifanya hizi kazi akifanikiwa sifa itaenda kwake. Hatufanyi kazi kwa sifa, tunajenga taifa, tunajenga makanisa, tunajenga huduma. Hiyo ndio lengo letu kubwa. Lengo sio nani asifiwe. Kuna watu ambao wamefanya kazi kubwa, lakini hutawaona hata wakitajwa kabisa, hutawasikia, lakini wamechangia pakubwa katika huduma. Huwezi kumjua hata hatajwi, japo yupo mtu aliyegundua taa za barabarani. Huwezi kumsikia akisifiwa, lakini taa za barabarani ziko duniani kote. Tena alikuwa mweusi, ziko duniani kote. Kazi yake ni kubwa na ina baraka. Tutafute kuhudumia kuliko kusifiwa. Mungu atusaidie sana katika hili. Sasa sikiliza sasa. Mfalme Uzia akashindwa kujua kwamba Mungu amempa yeye ufalme, hajampa ukuhani. Akaingia kufukiza uvumba, kazi ya makuhani. Ni kama leo kuna watu Mungu amewapa baraka ya kufanya biashara. Kuna watu Mungu amewapa neema ya kuwa viongozi katika mashirika. Kuna watu Mungu amewapa neema kuwa viongozi katika wizara za serikali au katika mataifa mbalimbali. Lakini katika hao watu kuna watu ambao Mungu amewapa sehemu nyingine ya kuwaombea hawa na kuwapa maonyo hawa. Kwa hiyo kama huyu ambaye amepewa kazi ya kuomba na kutoa maonyo anapojaribu kuelezea kile ambacho Mungu amesema, na mtu asipomsikiliza, yule mwingine naye akaingia kana kwamba naye pia amekuwa kama kuhani, anakuwa kama Uzia pia. Kila mmoja ajue sehemu yake na kufanyia kazi sehemu yake. Sikiliza kwenye kitabu cha Steps to Christ ukurasa wa 30. Nasoma lugha ya mkoloni, alafu nitakuja katika lugha ya Kiswahili. Anasema pride feels no need and so it closed the heart against Christ and the infinite blessings he came to give.
Sikiliza vizuri hapa. Kiburi hakioni uhitaji, hivyo hufunga moyo dhidi ya Kristo na baraka zisizo na mwisho ambazo alikuja kuwapa wanadamu. Kwa hiyo kumbe kuna baraka ambazo Kristo amekuja kuwapa wanadamu, lakini kiburi kina block, kinafunga zile baraka ili usizipate. Ndio utaona jinsi ambavyo kiburi kilivyo kibaya. Rafiki yangu unayefuatilia, nataka nisome story hii uweze kuisikiliza na kufuatilia vizuri. Meneja mmoja alipewa nafasi ya juu baada ya kufanya kazi kwa bidii. Alipopandishwa cheo, alianza kujiona mwenye uwezo wa kufanya kila kitu peke yake. Hakuwa tena tayari kusikiliza ushauri wa wafanyakazi, marafiki au watu wa karibu. Polepole alichukua maamuzi bila kuuliza au kushauriana. Wafanyakazi walishindwa kuongea na yeye. Marafiki wakaanza kuondoka polepole, na wale waliompenda walikuwa wakiogopa kumwambia ukweli. Aliunda kikundi cha watu waliompongeza tu. Mawazo tofauti yalipuuzwa mara moja, hataki watu wampinge. Hii ilimfanya asiweke wazi akili yake kwa tathmini na onyo. Hatimaye maamuzi hayo ya haraka yalileta hasara. Pesa zilipotea, nafasi zake zilitoweka na heshima yake ikashuka. Alipogundua kosa, alijifunza mfululizo. Uongozi mzuri unahitaji kusikiliza, kukubali ushauri na kutokuwa mtukutu kabla ya kufanya uamuzi mkubwa. Athari za kiburi: hupunguza kusikia sauti ya Mungu, huua utii wa roho, hutengeneza uongozi wa hatari, hufanya mtu awe mgumu kubadilika, hujaribu kumtoa Mungu kwenye mipango yake Mungu. Tabia mbadala ambazo zinaweza kusaidia ukamaliza kiburi kabisa: jifunze kuwa mnyenyekevu. Unyenyekevu umeitwa vazi, kuvaa unyenyekevu. Kunyenyekea kwa neno la Mungu, pia usikivu na kufundishika. Jambo la pili ni ulimi wa uongo. Ulimi wa uongo kwa wenzetu, kama nilivyokuambia, lazima tuangalie Waebrania wanamaanisha nini wao wanapotamka hilo neno. Je, linafanana na la kwetu au kuna tofauti? Wao wanaita neno lake ni neno sheker. Neno sheker maana yake ni uongo unaoelezewa kwa neno la Kiebrania sheker, linalomaanisha jambo lisilo kweli, taarifa iliyotengenezwa kwa makusudi, au kauli inayopotosha ukweli ili kupata faida au kuficha jambo. Kwa hiyo kama una sifa za hiki ambayo tumekisema hapa, wewe uko kwenye kundi la pili ambalo Mungu anasema analichukia, ulimi wa uongo. Anaposema ulimi wa uongo anamaanisha nini? Anamaanisha jambo lisilo kweli, taarifa iliyotengenezwa kwa makusudi, au kauli inayopotosha ukweli ili kupata faida au kuficha jambo. Huo ni uongo ambao Mungu anauchukia. Uongo ni tabia inayojengwa polepole. Mtu anaposema uongo mmoja, mara nyingine anahitaji uongo mwingine kuficha ule wa kwanza. Baada ya muda, tabia ya kusema ukweli inapotea. Yaani kuna watu ambao siku akikwambia ukweli unasema mvua itanyesha, maana imekuwa ndio tabia yake, ndivyo alivyo, kwa sababu uongo wa kwanza unabidi uweze kufunikwa na uongo wa pili. Kwa unaona anajenga mpaka inakuwa ni sehemu ya maisha yake. Hivyo ndivyo ilivyo. Sasa sikiliza tahadhari. Naposema mtu awe mkweli, zingatia tahadhari ifuatayo. Ukweli unapokosa hekima hugeuka kutoka kuwa nuru na kuwa silaha. Unaweza kuchoma na kujeruhi kwa undani sawa sawa au pengine zaidi ya uongo ulio dhahiri. Ukweli unaotolewa kabla ya majira yake huweza kuwa sumu inayoingia taratibu. Napenda sana kusoma vitabu vya masuala ya kijeshi na masuala ya intelijensia. Moja ya vitu ambavyo vinanishangaza sana ni hivi, ya kwamba inaruhusiwa baada ya miaka kadhaa, nadhani huenda ni miaka 100 kama sijakosea, huenda waliosoma zaidi wanaweza wakanisaidia ni miaka mingapi, lakini tuchukulie kama nimepatia huenda ni miaka 100. Kama mliwapeleleza nchi fulani, mliwafanyia uspai, baada ya miaka 100 inaruhusiwa kufunua zile siri. Kwa nini inachukua muda mrefu kiasi hicho? Ni kwa sababu anajua ule ukweli ukifichuka kwa wakati ule unaweza ukaleta madhara. Vivyo hivyo tunasema ni vizuri ujifunze kusema ukweli, lakini jua kutumia hekima, kwa sababu ukweli unapokosa hekima hugeuka kutoka kuwa nuru na kuwa silaha, inaweza ikaangamiza. Sikia maneno haya. Kwa hiyo kusema ukweli ni zaidi ya swala la usahihi, ni sanaa ya busara,
Ni lazima kupima uzito wa neno dhidi ya uhalisia wa moyo wa mpokeaji, ili ukweli uwe chachu ya uponyaji na sio chanzo cha maangamizi. Kwa kama unaposema ukweli utaleta maangamizi, wewe huna tofauti na mtu aliyesema uongo. Kwa hiyo na maana sasa, mchungaji, tuseme uongo? Ni bora kunyamaza kuliko kusema ukweli ambao unakwenda kuua mtu au kuangamiza jamii. Nimesema ukweli usemwe kwa hekima na busara, kwa sababu ulimi wa uongo ni chukizo kwa Bwana kabisa. Busara inatakiwa sana. Sasa sikiliza tena sentensi hii kusaidie. Kuna tofauti nyembamba sana kati ya ukweli unaoumbua na ukweli unaojenga. Hapa inataka hekima na falsafa nzuri kuelewa hii sentensi. Irudie tena. Kuna tofauti nyembamba sana kati ya ukweli unaoumbua na ukweli unaojenga. Tofauti hiyo ni hekima. Kwa hiyo sema ukweli kabisa, usiwe mwongo. Usiwe mwongo, lakini usikose hekima. Kumulika ukweli kwa ghafla mbele ya mtu ambaye hajaandaliwa ni sawa na kumulika taa kali machoni pa mtu aliyekuwa gizani. Utamuumiza. Matokeo si kuona, bali ni upofu wa muda na maumivu. Hekima, busara ndiyo inayotufundisha jinsi ya kufumbua macho ya watu kwa ukweli taratibu, kwa upendo na kwa namna inayowapa fursa ya kukua badala ya kuwavunja. Hata mimi nayeongea na wewe, kuna kweli za kimungu ambazo nazijua nyingi, lakini siwezi kuzisema hapa ghafla, kwa sababu najua nitakapozisema badala ya kusaidia nitakuwa nimekuharibu zaidi. Kwa lazima niende hatua kwa hatua, hatua kwa hatua, kwa sababu hata uelewa wetu uko tofauti sana. Nakumbuka siku moja, kwa wale ambao mnafuatilia huenda mmeshaona hii video, niliongea nikasema kwamba siku za mwisho, mgogoro mkubwa sio ishu ya siku. Mgogoro sio siku, mgogoro ni aina ya Mungu anayeabudiwa. Nikaelezea vizuri tu ya kwamba hoja sio Jumamosi na Jumapili, hoja ni Mungu yupi anayeabudiwa. Hiyo ndio hoja ya msingi. Mtu mmoja kwa kutokuelewa nilichokisema akakata kaklipu kadogo tu ako tu akatengeneza video yake, akaeleza, ona Pastor Mbaga anavyosema, angalia, akaanza kunukuu na vitu na wasiojua wengine wakaanza kucomment wakishadadia bila kuelewa. Lakini ni kwa sababu ule ukweli haukuwa ukweli kwake, maana hakuelewa maana yake ni nini. Twende vizuri tu hapo. Utakaponiambia kwamba mgogoro wa siku za mwisho ni Jumamosi na Jumapili, na mimi nitakuuliza haya majina Jumamosi na Jumapili yalianza lini? Maana kwenye Mwanzo sura ya kwanza hakuna Jumamosi, hakuna Jumapili. Mwanzo ni siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Mwisho wa kunukuu. Namba 2, nilieleza hivi, nikasema unapoamka siku ya Sabato na mtu aliyeamka siku ya Jumapili, hakuna mianga tofauti, zile siku zinafanana katika muonekano. Kwa hiyo huwezi kuniambia kwamba hii siku ya leo ya Jumamosi ina mwanga tofauti na siku ya Jumapili. Mgogoro sio hapo. Tatizo lipo siku ya saba inawakilisha Mungu ni muumbaji.
wa mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Simple. Siku ya kwanza ya juma inawakilisha Mungu jua. Simple. Kwa hiyo hoja sio jina, hoja ni yupi ambaye anawakilishwa. Kwa hiyo nitaka tu nikuambie kwamba kuna wakati mwingine unaweza ukaongea ukweli kwa mtu ambaye hujamwandaa na ukamwathiri zaidi ya hapo. Kwa hiyo inatakiwa hekima itumike, lakini Mungu anachukia ulimi wa uongo. Wakolosai 3:9 anasema msidanganyane ninyi kwa ninyi, maana mmevua utu wa kale pamoja na matendo yake. Unajua unatazama, kuna watu ambao wanasimama na ushahidi wa uongo kabisa ambao unakwenda kummaliza mtu, lakini ana macho makavu kabisa, amesimama anaongea uongo, macho makavu kabisa 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 kabisa, wala hana wasiwasi wowote. Wale ambao mnaangalia baadhi ya movie za zamani kidogo, kuna movie moja ilichezwa na wa Nigeria ambayo ilibezi kwenye story ya ukweli kabisa ya kule Nigeria. No, ni Ghana kama sijakosea, lakini movie kachezewa Nigeria. Ilikuwa ni story ya mchungaji mmoja ambaye mpaka alifutwa uchungaji akaenda kulima huko kabisa kabisa, mambo yaliharibika, lakini kwa sababu tu ya wazee wa kanisa ambao waliunda story na wakawa serious kabisa, na kila kitu kikaharibika kabisa kabisa kwa sababu ya ule mchungaji. Uongo. Sasa sikiliza, amekuja kusaidia yule mchungaji baadaye, baada ya yule binti aliyemsingizia anapokufa na saratani, ndipo anaanza kushuhudia kwamba jamani, mimi nisameni, niliatengenezwa na wazee fulani ili niweze kudanganya, na lakini naomba tu mnitafutie mchungaji nimwombe msamaha. Vivyo hivyo katika kazi zetu kuna kuchongeana uongo kwa mabosi. Nataka nikuambie wewe ambao ulifanya hilo jambo, unatakiwa utubu ili laana hiyo iweze kuondoka haraka sana, haraka sana. Yakobo alisema uongo na matokeo alikuwa ni mabaya. Alipata matokeo mabaya katika maisha yake kwa sababu ya uongo tu aliosema kwa baba yake. Matokeo alikuwa ni makubwa sana. Sikiliza nikuambie wewe uliyeko hapa, hili jambo la pili zingatia, usije ukalitenda likakuangusha katika maisha yako. Twende vizuri, tuone kitu kingine cha muhimu: mikono inayomwaga damu isiyo na hatia. Tukija hapa, kuna watu wanaweza wakauliza, sasa ina maana kwamba kuna damu ambazo ni sawa kumwagika? Twende taratibu, utaziona hapo mbele. Ni kweli kabisa, kumwaga damu isiyo na hatia ni laana, ni kosa kubwa sana sana sana. Sikiza maneno haya. Waebrania wanaposema kwamba damu isiyo na hatia, wazo wao wanakuwa na wazo gani kwao? Kwanza, maneno ambao wanayatumia wazo la kumwaga damu isiyo na hatia kwa lugha ya Kiebrania, wao wanatumia neno shafak damnak. Unaona jinsi ambavyo damu na kwa Kiswahili inakuwa pia inafanana hivyo hivyo. Hili linakwenda maji ya kawaida ya kimwili, tutaangalia hapo vizuri. Hebu angalia maelezo haya. Dhambi hii inajumuisha pia uharibifu wa maisha ya mtu kwa njia nyingine. Hii ni pamoja na kuua kimakusudi sifa ya mtu, kwenye Kiingereza wanaita character assassination. Yaani ukiamua kumharibu mtu, fulani yuko hivi, ana tabia hizi, na siku hizi kwa sababu kuna AI mpaka mtu anaweza akatengeneza ushahidi ambao ni wa uongo kabisa, ni kumwaga damu isiyo na hatia. Mungu anachukia haya matendo. Alafu ni kuua pia ndoto za mtu mwingine kwa makusudi, ni yani kummaliza mtu heshima yake, kummaliza kiheshima yake, kumvunja moyo na kumwangamiza kiroho. Mtu anaweza kutenda dhambi hii kwa kutumia maneno makali, kueneza chuki, zingatia vizuri, kutoa hukumu zisizo za kweli. Hapa naongea na mahakimu, wanasheria, wazee wa mabaraza, naongea habari ya mabaraza ya kanisa. Kutoa kweli, we ni muuaji. Lakini pia unyanyasaji wa kihisia au kumsingizia mtu jambo la uongo, yote ipo kwenye listi. Waebrania wanaposema damu isiyo na hatia, ipo kwenye listi hii. Mungu yuko makini na jambo hili na hasikilizi tu kilio cha damu ya kimwili, bali pia kilio cha roho iliyojeruhiwa isiyo na haki. Mfano, Nabothi Myezreeli, mfalme alitamani shamba lake, mke wake akatoa oda, akauawa. Nabothi mke wa mfalme akatoa oda, Nabothi akauawa ili aweze kuchukua ile mali yake. Nini kilitokea baada ya pale? Yezebeli alikufa, alafu hata Ahabu naye alikufa. Nilikuwa namaanisha Ahabu.
kwenye kundi hilo. Na ubaya wake pia zaidi ni kwamba hata ukisoma kwenye Biblia, damu isiyo na hatia inapomwagika katika nchi, kuna namna ya kuitakasa nchi. Ndio Biblia imeweka wazi kabisa, kuna namna ya kutakasa nchi ili ile laana isiendelee. Mungu atusaidie sana katika hili. Na nikasema katika masomo aliyopita ya kwamba ukagundua katika ukoo wenu, familia, kuna mtu alimwaga damu isiyo na hatia, ni vizuri mkakaa na kufanya maombi kwa ajili ya kusafisha hilo kosa lisiendelee kutafuna. Damu isiyo na hatia. Kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 5-22 kuna maneno haya ya Yesu. Sikia kwamba watu wa kale waliambiwa na mtu akiuwe, lakini mimi nawaambia yeyote atakayemkasirikia ndugu yake lazima ahukumiwe. Kwa hiyo kumbe kumkasirikia mtu na kumuua kwa mujibu wa Biblia ni kundi moja. Ila ni hasira gani ambayo inatajwa kwamba ni uuaji hapa? Biblia inasema muwe na hasira lakini msitende dhambi. Jua lisichwe na hasira kifuani. Hasira yoyote ambayo imevuka masaa 10 imeingia kwenye upande wa wauaji. Sikiliza, na yeyote, Biblia inasema hivyo, na yeyote anayemdharau ndugu yake lazima apelekwe mahakamani, na yeyote atakayemwita ndugu yake pumbavu anastahili moto wa jehanamu. Niambie, ni nani ambaye anapona hapa? Sasa tunaibuka na swali la msingi. Je, kuna damu ambayo ni halali kumwagika? Ndiyo, ipo. Biblia iko wazi kabisa. Katika Agano la Kale kulikuwa na mazingira maalum ambapo kumwaga damu kuliruhusiwa na Mungu. Ilikuwa ni damu ya upatanisho, kafara ya wanyama ilikuwa imeruhusiwa. Mungu mwenyewe alianzisha mfumo wa kafara ambapo damu ya wanyama kama vile kondoo au mbuzi ilimwagwa. Ilikuwa ni halali kwa sababu ilitumika kama ishara ya malipo ya dhambi na kumwelekeza mwanadamu kwa dhabihu kamilifu iliyokuja. Hiyo damu ilikuwa ni halali kumwagwa. Damu ya haki ni damu ya pili ambayo ilikuwa inaruhusiwa kumwagwa. Damu ya haki ni ipi? Sheria iliamuru adhabu ya kifo kwa makosa fulani makubwa. Zingatia neno makubwa, kama vile mauaji ya kukusudia ambayo ni Mwanzo 9:6. Katika muktadha huu, damu ya mahalifu ilionekana na hatia iliyochukuliwa kuwa ni halali kumwagika kama sehemu ya utekelezaji wa haki. Hata na yenyewe tu ya mtu aliyeua, ambaye kwa mujibu wa Biblia mtu anayeua alipaswa kuuawa, ilitakiwa iwe na vipengele vyake kadhaa hadi kutimizwa. Moja, anasema huyu mtu kama akikimbilia katika mji wa makimbilio, ilitakiwa aachwe mpaka yule kuhani wa zamu anapokufa, ndipo huyu mtu anaweza kufa. Kwa nini? Ni kwa sababu kuna wakati mtu mwingine anaweza akaua kwa kujihami au kwa kuhamaki. Nataka nikuambie, damu iliyomwagwa mujibu wa Biblia, hiyo kuita na kudai kesho mpaka kesho. Ufunuo kimetumia lugha ya mfano akisema nikaziona, wakisema hata lini. Ni lugha ya mfano ambayo inaonyesha kwa dhulumiwa haki yake lazima iweze kulipwa, na tunatakiwa sana sana sana. Sikiliza, kitabu cha Isaya 7 anasema the spirit of hatred and revenge originated with Satan. Roho ya chuki na kulipiza kisasi ilitoka kwa Shetani. Niongee tu kwa haraka ili uweze kuona mambo yafuatayo. Damu isiyo na hatia, moja, ni majeraha, ina maumivu yake kwa wahusika, hata wale watu ambao walitendewa, ndugu zao na nini, inaumiza. Lakini hata huyu ambaye ametenda hata kuwa na amani, moyo utaendelea kumuuma mpaka atakapopata suluhisho la kiroho. Namba 2, inaweza kuleta kisasi kisichokoma, ni mbaya sana. Namba 3, inaleta mikosi ya kizazi, inajenga hofu. Mnakumbuka stori ya Kaini, woga ulimshika. Inaua ndoto za watu, inaleta maumivu kwa wengine na kudai haki ya kulipiziwa kisasi kama nilivyosema. Lakini badala yake unatakiwa ufanye nini? Kuwa mtu wa huruma, kuwa mtu wa haki, kuwa mtu mpole, kuwa mtu ambaye anaweza kujitawala. Ndipo tunaenda katika moyo uwazao mabaya. Wenzetu Waebrania wanaposema moyo unaowaza mabaya, ni zaidi ya yale tunaoyasema kama mawazo ya uasherati au danganyifu, bali unamaanisha mfumo mzima wa kufikiri ambao umepinduka, mfumo wa mawazo unaotengeneza ubaya kabla hata hatua ya nje
haijajitokeza. Mfumo wa ndani unaofanya watu kutoa hukumu mbaya, kuchukua hatua zisizofaa na kuona mambo kwa namna ambayo Mungu hakukusudia. Neno la Kiebrania ni lev chores machshevot ra, linaonyesha kitendo cha kulima, kuchimba au kuandaa shamba, kwa maana moyo unaotengeneza mawazo mabaya unafanya kazi kama mkulima anayelisha udongo mbegu za giza. Niliwaambia lazima tuzingatie hizi lugha za wenzetu za kale. Maana yake ni nini? Moyo uwazao mabaya maana yake ni nini? Ni wale watu ambao wanakaa kupanga njama. Unakaa kabisa kupanga kumwangamiza mwenzako, unapangilia majungu. Mungu anachukia mambo kama haya. Kitabu cha Mwanzo 6:5, Mwenyezi Mungu alipoona wingi wa uovu wa binadamu duniani na kwamba kila analokusudia binadamu moyoni mwake ni ovu daima. Moja ya sababu iliyoleta gharika ni moyo uwazao mabaya. Njama unazopanga, mikakati unayopanga, yote hiyo ni chukizo kwa Bwana. Mithali 4:23, moyo ulifu wote zinatoka hai. Kuwa makini na kile ambacho kinatoka moyoni mwako. Usiweke ya moyo wako ambayo yanaleta madhara. 7:20 utaona kabisa mawazo haya yanatoka moyoni, yanamtia mtu unajisi. Na yote haya ni mchakato, yanaanza taratibu taratibu, hayatokei mara moja. Kwa mfano, mchakato wa mawazo mabaya ni huu ufuatayo. Huanzia na wazo moja linalopuuzwa, kuchukia mtu, wivu. Wazo hilo hupewa nafasi ya kuendelea, linaanza kuonekana kuwa la kawaida. Akili inaunda hoja ya kuhalalisha wazo hilo, unaliona ni halali. Moyo unajenga mwelekeo kutoka wazo hilo, tabia mpya inafanyika kwa nguvu ya wazo lile. Ndipo kwenye kitabu cha The Mind, Character and Personality, kitabu cha kwanza, ukurasa wa 71, anasema the mind must be restrained or it will wander into forbidden paths. Akili inahitaji kudhibitiwa, la sivyo itazuru kuelekea njia zilizokatazwa. Ukiwa na mawazo maovu haya, utavuruga maombi, utapunguza uwezo wa kuona mambo kwa uwazi, utaunda tabia zisizofaa, utavuruga uhusiano wa mtu na mtu, utajenga roho ya mashaka, chuki, wivu. Yote haya yatakuwa yamekujia katika maisha yako. Hutafurahia maendeleo ya watu wengine. Unajua, kama kila wazo tunalowawazia wenzetu lingekuwa limewekwa wazi, ungegundua kwamba kuna watu umewawazia vitu vibaya ambavyo hata havipo. Mungu anachukia mambo kama haya. Lakini miguu iliyo mepesi kwenda kwenye makimbilia maovu, maana yake miguu inayokimbilia maovu inamaanisha kukurupuka. Wewe umesikia vizuri hapo? Tabia ya kukurupuka, tabia ya kufanya maamuzi kwa tamaa bila kutafakari, tabia ya kwenda kwenye dhambi haraka kuliko kwenda kwenye mema, tabia ya kuchagua njia rahisi hata kama ina madhara, tabia ya kuingia kwenye mitandao mibaya, mazungumzo mabaya, vitendo vya giza au uamuzi wa haraka bila hekima. Hata magrupu ya WhatsApp tu ambayo yana vitu vya ajabu ajabu huko hutakiwi kuingia. Huo ndio wepesi ambao Mungu anauchukia. Katika Kiebrania neno memaharot linaonyesha haraka isiyo na fikra. Kwa ni kile kitendo cha kukimbilia huko katika maovu. Mwanampotevu alikimbilia akapata madhara. Sikiliza nikuambie, kwenye kitabu cha The Desire of Ages ukurasa wa 122, every indulgence that strengthens passion is a victory for Satan. Kila kujifurahisha kunakoimarisha tamaa ni ushindi kwa Shetani. Mungu atusaidie sana. Shahidi wa uongo tumemwona pale juu, ulimi wa uongo, mtu ambaye anaongea ushuhuda wa uongo kabisa. Nikwambie, ushuhuda wa uongo wote uliotoa dhidi ya mtu ni chuki kubwa mbele za Mungu. Mungu hataki vitu kama hivyo. Shahidi wa uongo, shahidi wa uongo, shahidi. Chochote ulichomshuhudia ukasimamia kwamba alifanya, umebeba mzigo mzito uweze kuutua. Lakini mwisho tina kati ya ndugu. Ni mara ngapi tumechonganisha watu? Mara ngapi? Unachukua maneno hapa unapeleka huku, unachukua maneno haya unapeleka huku. Sikiliza maneno haya. Fitina ni tabia ya kupanda mgawanyiko, kueneza habari zilizochakachuliwa, kuchochea ugomvi, kuongeza maneno, kuongeza chumvi na kupeleka taarifa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine kwa namna inayosababisha chuki, mashaka na migawanyiko.
Fitina haionekani mara moja, lakini matokeo yake huonekana miezi mingi baadaye. Sikiliza nikuambie rafiki yangu, kama katika hizi zote umefanya mojawapo, ukaleta chuki kwa mtu, huenda ndivyo vitu vimekuletea maumivu, vimekuletea biashara, ukapata magonjwa yasiyotibika hata kama uombewe kiasi gani. Tubu. Unapotubu, unapoungama, damu ya Yesu inakwenda kutakasa. Tunapokwenda kuomba sasa, tumia huu muda kutafakari. Leo tumia muda huu kumwambia Mungu nisamehe. Tumia muda huu kumwambia Mungu nionyeshe pale ambapo nimesababisha madhara haya. Unajua kitabu cha Yakobo kinaelezea juu ya mgonjwa ambaye amefanyiwa matibabu, ameombewa, lakini haponi. Kitabu kinasema awaite wazee wampake mafuta kwa jina la Bwana, na hata kama akiwa ametenda dhambi atasamehewa. Maana yake ni nini? Inaondolewa kwa damu ya Yesu. Maana yake ni kwamba kuna dhambi zili, magonjwa na mikosi. Ndio maana katika kanisa letu kupaka mafuta haifanywi, inafanywa katika matukio uzito wake hivi. Na kuachia mtazamaji, ingia kwenye maombi sasa. Omba Mungu akufunulie, omba Mungu akusamehe, lakini omba utakaso. Dakika moja tunaingia kuomba sasa. Endelea kuongea na Mungu ndani ya moyo wako. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Ombe Mungu akufunulie, akuonyeshe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru sana kwa ajili ya siku ya leo. Mambo haya ambayo ni chukizo, kila mmoja ameyatazama na kuona jinsi ambavyo kwa kujua au kutoku. Leo tunapoungama mbele yako na ninakushukuru kwa sababu damu kutuosha. Ninapotuosha leo, ninakusihi Mfalme wa amani, kila mmoja ambaye amedhamiria kutoka moyoni, ukamtakase na udhalimu wote. Ikiwa kuna mtu kwa sababu ya mambo kama haya amefungwa na nguvu za giza, leo zikaondoke kwa jina la Yesu Kristo. Ikiwa kuna mtu amepata mikosi katika kazi, katika mazingira ya biashara, anapotubu leo na kurejea, damu ya Yesu ikapate kumtakasa kabisa. Ninaomba kwa ajili ya kila mmoja aliyedhamiria. Baba, neema yako ikawe juu ya kila mmoja wetu, lakini kwa namna ya pekee sana ninaomba kwa ajili ya wenzetu ambao wanapitia changamoto ya vita, kama kule Sudan kuna changamoto kubwa. Ninakusihi Mfalme wa amani, ukalete amani. Leta namna ya kupatana, damu isiendelee kumwagika katika taifa la Sudan. Ombi maalum kwa ajili ya nchi ya Kongo. Ninakusihi ukapate kuwagusa hasimu wote, nishe kuwa kitu kimoja, patikane injili kahubiriwe, watu wa Kongo wakapate kutulia. Ninaomba kwa ajili ya taifa la Tanzania. Ninaomba kwa ajili ya taifa hili ukapate kulibariki sana wakati huu wa kipindi chenye changamoto. Hekima yako ikatumike. Ponya taifa hili kila mmoja, na ukalete hekima ya namna ya kutatua mgogoro huu kabisa, na wala sio kuponya jeraha kwa juujuu, bali kuponya ndani kabisa, ili amani ikapatikane na haki ikapatikane. Ninaomba ukatuelekeze namna ya toba, maana sio kutubu tu, lakini ukatuelekeze kutubu kwa njia ya usahihi, ili kuondoa mikosi katika taifa letu. Neema yako inatosha. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen.